Naitwa Aunty Sadaka, the counseling psychologist, the mother, your friend, aliyesimama na nyie kwenye maisha wakati wote. Tunaongea habari za kuoa na kuolewa. Wengi tunachelewa kwa uoga wa is this the right time? Is this the right person? Tunasema tunachagua, ninamtaka mtu wa namna fulani. Kwa hiyo wakati nikiwa natafuta vigezo, na muda unakwenda, huyu anakuja unamweka kando, huyu anakuja unamweka kando. Tunajaribu sana, tunachagua sana. Tumelelewa kutoka nyumba tofauti. Wengine bado ni watu wa miaka 35, lakini bado they are teens in their heart, na matendo yao pia ni ya teenagers, bado wanatongoza na kutongozwa. Pamoja na kwamba tunasema ndoa haina formula, lakini naomba nimwambie ukweli kabisa, kuna best practices za ndoa. Ukisimama kwenye hizo, vitu vitatokea na vitu vitaenda vizuri. Upi ni muda mzuri wa kuoa au kuolewa? Tuangalie scientifically tunasemaje. Nilipokuwa nikiangalia kwenye research nyingi wanasemaje kuhusu umri, moja imesema ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Leo tunataka kuongea about muda sahihi wa kuoa au kuolewa. Nimesimama kutoka kwenye psychological angle ambayo imeweza ku-encompass tamaduni, maeneo tulioishi, dini zetu na mitazamo ya jamii kubwa zaidi. Mwanangu, tunaongea habari za kuoa na kuolewa. Kuna wengine wanawahi sana kuoa au kuolewa kwa sababu familia zinawataka wao waoe au waolewe mapema. Kwa hiyo wanaingia kwenye mahusiano wakiwa wanaingia kwenye ndoa, saa nyingine hata anayemuoa au anayeoana naye hamjui. Wengi tunachelewa kwa uoga wa is this the right time? Is this the right person? Wengi tunakuwa tumeona experiences tofauti, experiences ambazo tuliona hazikuleta faida ndani ya watu wengine kwenye ndoa. Tunasema tunachagua, ninamtaka mtu wa namna fulani, yuko hivi, yuko namna hii. Kwa hiyo wakati nikiwa natafuta vigezo na muda unakwenda, simlaumu mtu wa sampuli kwa sababu yeye pia ana sababu zake za kutafuta aina ya mtu anayemtaka. Kwa hiyo naamini kabisa sio wengi tunaofanya makusudi kwamba bado nipo. Lakini kila mtu ana sababu binafsi. Lakini sababu nyingi is the fear of getting into marriage. Sababu nyingi zinatokana na natafuta yule mtu anayefanana na mimi. Natafuta mtu ambaye atafit kwenye ubavu wangu. Natafuta mtu ambaye atakuwa tayari kusimama na mimi. Kwa hiyo huyu anakuja unamweka kando, huyu anakuja unamweka kando. Tunajaribu sana, tunachagua sana. Kwa hiyo nayo inasababisha. Upi ni muda mzuri wa kuoa au kuolewa? Hii inaweza ikawa tofauti kulingana na jamii zetu, kulingana na mitazamo yetu. Lakini mimi nitaiangalia specifically kutoka kwenye psychological angle. Na hapa najiuliza swali kubwa. What does it entail to have ili mimi niweze kuwa kwenye ndoa yenye mafanikio? Kwa sababu the age, mitazamo, vyote vinasaidia kufanya ndoa idumu. Kwa sababu wanasema mara nyingi wanaoingia kwenye ndoa mapema, uwezekano wa ndoa kuvunjika ni mkubwa sana kuliko ukiingia kwenye age ambayo uko matured socially, uko matured mitazamo, uko matured response, na uko matured kwenye interpretation.
Maana yake ni kwamba akili yako iwe imesimama to be ready kuweza kuingiza mtu mwingine kwenye maisha yako. Na wanasema hivi, ndoa haihitaji mtoto, ndoa inahitaji grown person. Nilipokuwa nikiangalia kwenye research nyingi wanasemaje kuhusu umri, research moja imesema ni vizuri kuoa baada ya ubongo wako kukomaa, kufikia ukomo of growth. Na mara nyingi hii huwa inatokea miaka 25, 26 top. Kwa hiyo nikiangalia kwa vizuri wanasema at least give yourself like 2 to 3 years baada ya ubongo wako kuwa fully blown, fully grown, ndio uweze kuanza kuweka commitment. Sasa hapa tunakuja kwenye changamoto moja ndogo hivi. Mabinti huwa tunawaza kuolewa mapema, na hata wazazi, binti akifika miaka 22, 23 unatamani apate mwenza. Lakini kumbe bado mwili ndio amekuwa mkubwa, lakini maturity yake ni bado. Kwa hiyo sasa naomba tuangalie scientifically tunasemaje. Tunasema hivi, age nzuri ya kuoa au kuolewa, it's between 26 to 32. Kwa wasichana, by then you're ready, mwili wako is ready kubeba watoto, ready kubeba majukumu yanayoendana na watoto, na kubeba mimba mpaka kujifungua, even your brain is ready for that. Na vijana 26 bado sana, kwa sababu tukiangalia kwenye kutengeneza commitment and ile social maturity ya wavulana, at least mfike miaka 28 ndio muanze kuwaza kuoa, not earlier, kwa sababu the sense of commitment then ni bado. Sasa naomba niseme hivi, kila siku ni kawaida yangu mimi kusema marriage is not about time, marriage is not about your age, marriage is about the person ambaye unakwenda kuoana naye. Lakini pia wanapenda kutahadharisha tusioe very late wala tusiolewe very late, kwa sababu kuna raha ya kupata watoto mkiwa na umri wenye nguvu, ili muweze kuguide them vizuri na kuweza kukuza watoto wazuri. Sasa let me go and tuiangalie, tuichambue kwa karibu. Wanasema late 20s, early 30s. Yeah, hapo. Late 20s, early 30, ambao tunaongelea miaka 26 mpaka 32, 33, top 35 ndo tunaiangalia early 30. Na kwa nini huu ni muda mzuri? Ni kwa sababu kama ni kusoma tumemaliza, kama ni professional careers tayari tumesha simama vizuri, sawa. Lakini pia hata kwa wale ambao hatuja kwenda shule, tayari tumesha ingia kwenye majukumu, tumeanza kujifunza, tumeanza kutengeneza pesa zetu, tuko vizuri kwamba hata na I can budget nifanye nini. Kwa hiyo tunasema kipindi hicho professional career ziko vizuri. Wale wanaojiajiri nao pia tayari wameshakuwa vizuri. Kwa hiyo maisha ya tunajitunzaje na tunatunzanaje is promising already. Lakini pia tunaangalia this time finances zimeshaanza kufanya kazi vizuri, kama ni mshahara uko vizuri, lakini pia kama ni namna ya kubudget na jinsi gani unakwenda na maisha yako, akili imeshaingia vizuri. Kwa kipindi hiki hata ukianza kuplan, yes, uwe ni msichana uwe ni mvulana, tayari maisha yako yana picha fulani. Kwa hiyo it's possible to plan, na unajua kwa nini una plan hicho unachoplan. Kwa sababu tulisema kwenye ndoa hakuhitaji watoto. Ndoa doesn't need a childish mentality. Ndoa inahitaji akili ya kiutu uzima ambayo inaweza kupanga na kutekeleza kinachopangwa, sawa.
At this time pia ile mapenzi yale ya kitotototo, the crush, mara umemwona huyu umempenda, mara umemwona huyu umemtamani, mara umemwona huyu, yani hata ukiulizwa kwani wewe unampenda nani, haujui unampenda nani. Ninachotaka kusema hapa, at this age, ile puppy love, yes, umeona kitu umeanza kukibwekea, umekifuata, umekirukia, ile imeisha, uko stable na unajua kabisa unataka kama ni mapenzi, unataka mapenzi ya vipi na unataka mapenzi na nani. Alafu pia hii age unaweza ukajicommit, tena ukajicommit vizuri kabisa. You can commit true love, you can commit true physical presence, you can give commitment. Kwa wasichana, that is the right time to commit yourself to someone, kwa sababu tayari unajua it's time na mimi kupata watoto niendeje. Na kwa kijana nawe pia ni hivyo hivyo, it's time for you to have family. Kwa hiyo kama unahisi kabisa kwa commitment you're ready, manake tumelelewa kutoka nyumba tofauti. Wengine bado ni watu wa miaka 35 lakini bado they are teens in their heart. Yes, na matendo yao pia ni ya teenagers, bado anatongoza na kutongozwa, bado kile anachokitaka ndio hicho, hakina kubadilika. Akili na maamuzi pia bado yako ya teenage, yes, ya ghafla, ya shocking. Kwa hiyo ni vizuri ukajiangalia. Hii tutaiangalia kwa kirefu wakati tunapoongelea ninajuaje sasa kwamba nimefika kipindi cha kuoa. Lakini pia at this point tayari tumeshakuwa na realistic mitazamo, tayari tumeshakuwa na misimamo, decisions ambazo zinaeleweka, malengo yanayoeleweka kwenye maisha yetu. Ni kipindi ambacho hata matamanio, the expectations, they are very realistic. Huwezi kuingia kwenye ndoa ukiwa na miaka 26, 27 bado ukatamani vitu vya hovyo na vya kijinga. Yes, kwa sababu tayari umeshakuwa, umeshaingiza akili yenye matumaini, akili yenye kuangalia mafanikio, sio akili ambayo inaingia tu kwa sababu unaenda kulala na mtu moja kwa moja mpaka asubuhi bila kuulizwa. Pana, umefika point ambayo unajua unaingia kwenye ndoa na kwenda kufanya nini. Kwa hiyo it's very important kujiangalia kabla hujalip kwenda kuamua kuoa. Je, unajua ndani ya ndoa unakwenda kufuata nini? Faida ya kukaa na kujiangalia na kujitazama kabla hujaruka kuingia kwenye ndoa. Faida kubwa ya kwanza ni kwamba tunajenga mitazamo sahihi. Wakati unapita kwenye huo umri, unaangalia huyo aliingia na akili ya kitoto akakosea hapa. Pamoja na kwamba tunasema ndoa haina formula, lakini naomba nimwambie ukweli kabisa, kuna best practices za ndoa. Ukisimama kwenye hizo best practice, vitu vitatokea na vitu vitaenda vizuri. Kwa hiyo as much as unasubiri ifike time yako ya kuoa au kuolewa, jitahidi sana kujenga mitazamo sahihi. Mitazamo sahihi ya maisha kwanza, kabla kuwaza mitazamo sahihi ya ndoa. Hapana, ukiwa na mitazamo sahihi ya ya maisha kwanza, ukiingia kwenye ndoa adjustment inakuwa ni ndogo sana kuliko ukiingia hujui mitazamo yote, unarukaruka kwa huo muda ambao tumekaa tunasubiri time yetu ya kuolewa. The huge advantage ni kwamba utatengeneza mfumo imara wa finances, kwa sababu tunapoingia kwenye ndoa kuna majukumu, na majukumu mengi ya ndani ya ndoa yanahitaji uwe financially stable. Ni kipindi ambacho unatakiwa ujifunze to have a proper budget, unatakiwa kujifunza kusimama na kusimamia budget yako, unatakiwa ujue pesa yako itachumwa kutoka wapi, pesa yako itatumikaje, nataka kujenga wapi, nataka watoto Mungu akinijalia ni wangapi na kwa sababu gani. Kwa mfano Mungu akikujalia watoto wengi utafanyaje, au Mungu akikunyima pia watoto. Manake watoto ni riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, hatuna namna ya kuicommand.
Na kitu kingine ambacho nakiona sana kimenipita sasa hivi kichwani kwangu, tunakuwa na awareness ya kutosha kwenye maisha. Haupelekwi tu na pia pressure, haupelekwi tu na wenzako wanafanya nini, haupelekwi na hisia. Unakuwa in a position kucontrol hisia zako, unakuwa na uwezo wa kurespond properly kwenye issue zilizoko mbele, kwa sababu unapoingia kwenye ndoa hauendi kuishi peke yako. Unapata nafasi nzuri sana ya kujua how to adjust. Hata kama uliye naye si utakayekuja kumuoa au kukuoa, lakini jifunze how to live with other people. Marriage ni sisi watu wawili, lakini sometimes marriage is a teamwork. Yes, it's very important kukumbuka kwamba sasa hivi I have to be ready to share myself, to share with a person so intimately. Huyu mtu atashare na mimi everything in me. Na kwenda kuingia kwenye ndoa, hebu niangalie ni jinsi gani my communication is proper. Nina uwezo wa kuwasilisha mawazo yangu au hisia zangu. Lakini pia natamani tuangalie ni jinsi gani I can communicate the issues ngumu au rahisi. Nawezaje kwenda kukaa na kuweka communication iliyo proper. Mimi sina tabia ya kuongea, mimi sipendi kuongea, lakini kumbuka unaenda kuoa au kuolewa na binadamu mwingine ambaye inawezekana yeye kuongea ndio hobi yake. Kwa hiyo how will you adjust ili usiende kuleta mtafaruku? At this point inatakiwa pia tuanze kujifunza how to adjust. Kwa mfano, ninajikuta niko mahali pagumu, kitu ambacho nilikifikiria ndani ya huyu mtu sicho, naruka na dirishani au nasimama na tengeneza terrain ninayoitaka. Kwa hiyo naomba niseme kuolewa au kuoa kwenye kipindi kinachotakiwa, it's very important wakati ambapo uko matured enough socially, physically, psychologically. Yani uwe ni mtu ambaye umejizatiti. Ukikumbwa na dhoruba utasimamaje? Ukiwa na wakati wa raha utabehave namna gani? Ni muhimu sana kwa kipindi ambacho tuko tunasubiri kuoa au kuolewa. Ni lazima tujenge ubinadamu ndani yetu. Not kikazi, not it's socially, relationship wise, psychologically, how to synchronize and kudansi huo mziki pamoja ni muhimu sana. Katika jinsi ya kujiandaa, nimeongelea we need to be prepared in every way. Kwa kijana wa kiume, wewe ndiye unabeba mtoto wa watu unamleta kwako. Ni muhimu ujue anakwenda kulala wapi, anakwenda kula nini. Hata kama mnasaidiana, it's very important wewe kijana wangu wa kiume ujue kwa uhakika hivi vitu vinaendaje. Wewe ndio kichwa cha nyumba, wewe ndio baba, na ni lazima tutakuuliza. Usiinuke tu naona this feels right halafu nataka kuoa. Hata kichumba chako kimoja cha kupanga hauna. Hatuna wasiwasi wa mali, hapana. Mimi naongea kama mzazi. Sina wasiwasi wa mali kwa sababu hata mimi wakati naolewa hatukuwa na mali. Yes, ninachojaribu kukisema ni hivi, tujiandae kikamilifu. Sio unaingia ndio unaanza kujiuliza hivi tutakula nini, hapana. Kwa kijana ambaye ni responsible, ni vitu ambavyo ni very basic, ni muhimu kuwa navyo. Unasema unataka kuoa kwa sababu una uhakika baba na mama na marafiki zao watachanga hela, harusi itafanyika. Mama ana marafiki zake wa kike ambao bag party itafanyika, utapewa kitanda. Alafu una uhakika kabisa jikoni will be okay kwa sababu binti atafanyiwa kitchen party.
Akifanywa kitchen party, basi wewe una uhakika kabisa vyombo vya nyumbani atakuja navyo. Is wrong, is very wrong. Pamoja na wewe kuwa committed, kijana unatakiwa ujiandae kama kichwa cha nyumba, the provider, kujua mnakwenda kula nini, mnakwenda kulala wapi, na maisha kama kiongozi wa nyumba unaenda kuiongozaje familia yako. It's not about wewe kuwa baba au kichwa cha nyumba, hapana. Tutategemea directives from you, tutategemea a vision from you kijana. Na binti wangu wa kike, ujue kabisa unakwenda kwenye majukumu ya kuwa msaidizi. Msaidizi kila mtu anaidefine kwa namna yake. Sisemi uende ukawe too submissive, sisemi uende ukawe mnyonge, lakini ninachokisema ni kwamba nenda kasimame kama mwanamke ambaye atamsaidia mume wake jinsi ya kuwa kwenye maisha, kwa namna ambayo wote kwa pamoja mtasimama na kutengeneza maisha yaliyo mazuri. Sasa naomba niongee na wale wanangu ambao wanachelewa kuoa. Tumeona kuna faida za kusubiri time ya kuoa, lakini pia kuna madhara psychologically na socially ambayo ukizoea kukaa peke yako for too long na ukajenga mitazamo ya kwako, unapoingia kwenye ndoa inakuwa ngumu sana kujadjust. Yes, ndo ile tunasema I've been single for too long. Nimekuwa nikifanya maamuzi yangu mwenyewe, nimekuwa nikipanga mipango yangu mwenyewe. Who are you now uje hapa uanze kuniambia 1, 2, 3? Nitaishi maisha yangu vile ninavyotaka mimi. Nitaolewa, lakini mitazamo yangu of being a spinster itabaki vile vile, kwa sababu mimi ndio yule mwanamke yule. Na mwingine anakuambia mimi ndo mwanamume bwana, na hii ndo mitazamo yangu. You want to take it, you don't want it either way. Kwa hiyo being single too long, kusema ule ukweli, naiangalia kwa uoga sana, kwa sababu wengi huwa tunashindwa kuadjust, tunashindwa kuwa flexible, na matatizo yanayokuja kwenye ndoa ni ya haraka sana, kwa just a failure of kushindwa kujadjust. Lakini pia wakati utakapokuwa unasubiri au unaona time bado, what will you do? Utajitunza au you will have other relationship? Manake ni kwamba utapita kwenye relationship ambazo zitakuumiza, zitakudamage, zitakupa mitazamo tofauti, ambayo utakapoingia kwenye ndoa, majeraha yaliyopita yanaweza kukuondolea kabisa hamu na starehe ya ndoa. Kwa sababu kama umeumizwa kwenye relationship zilizopita, kuja kutrust upya inakuwaga ngumu sana sana sana. Unaishi leo kwa kivuli cha zamani, na kila wakati mwenza kwa na matatizo, unashindwa kujiadjust wewe, unashindwa kumuelewa yeye, kwa sababu ulishaumizwa nyuma. Mitazamo na mapokeo ambayo unayo imepita kwenye experiences tofauti, imepita kwenye events tofauti. Kwa hiyo unatengeneza misimamo ya kuwa very defensive. Nimeshaumizwa huko nyuma, ninaingia kwenye ndoa, sitaki kuumizwa. Na kwa sababu unaingia with that defensive mode, you become so selfish. Hutawaza kuhusu mtu mwingine, kwa sababu kila wakati uko kutunza nafsi yako isiumizwe. Maisha yako yanakuwa so poor, kwa sababu everything is here binafsi yangu. You don't enjoy the now life. Simply ulizunguka sana, ukakutana na relationship nyingi ambazo zilikuumiza. Lakini hapa kwenye hizo relationship nyingine kuna watoto. Yes, inawezekana kabisa you have a toto with a different mwanamke au mwanamume. Unakwenda kwenye hii relationship nyingine. How are you going to acclimatize here? Ndio pale
baba wa huyu anakuja kuleta vurugu, mami baby daddy anakuja kuleta problem, baby mama anakuja kuleta problem, unashindwa kuenjoy ndoa. Kwa hiyo as much as you wait for your time, please minimize the kupanda mbegu ambazo utakwenda kuziingiza kwenye maisha magumu pale utakapoingia na kwenda kupata mwenza wako. Alafu pia ni rahisi kuja kuleta mtafaruku kwa sababu unaweza usimwamini ambaye anakuja kulea watoto wako. Yes, kwa sababu una uhakika ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo as much as you want to wait for your good time, it's very important kuangalia ni mbegu zinasambaa kiasi gani, ni mayai ya kiasi gani yanatungwa, na uwe na uwezo wa kuyaweka sawa sawa. Ninachokisema hapa ni kwamba it's okay, unaweza usioe au kuolewa by 35, lakini it's very important kuhakikisha kwamba unasimama kutunza hisia za watu ambao watakuja kuwepo ndani ya ndoa yako. Pamoja na kwamba tunaangalia kama muda umefika, lakini labda nikupe some few signs ambazo zinaweza kukufanya ujue kwamba haya, now I'm almost ready. Sawa. When you feel comfortable and you're confident na mtu uliye naye. Yes. Hapo, it's more about maturity. It's more about the logical thinking. Unamwangalia mtu and you feel comfortable. You don't justify huyu mtu ananifanya uwe comfortable. Hapana. The comfortability doesn't lie. The comfortability, it's a involuntary feeling, yani iko hapo. Sawa. Sasa hebu angalia, nitajuaje kwamba I'm about to get married? You know you want to get married or to be committed to someone when you're ready to adjust and you're ready to accommodate the person. Yes. Ni mtu unayempenda, mtu uko naye, and you're not losing yourself, no, lakini uko tayari kumsikiliza na kumwelewa. Na baadhi ya vitu anavyokuambia, you're happy to adapt them. You're happy to live them. Maanake ni kwamba you're ready to adjust. You're ready to be committed. You're ready to be committed physically, kwamba I'll be here and I will wait here. Sitakwenda kwa another people. Yeah, commitment. I will commit my feelings. I will commit my material. I will commit everything to this person. And wakati ukiwa unawaza au unafanya hicho, you feel happy, you feel good. Huoni kama unalazimishwa, huoni unapelekeshwa. Hapana. It feels comfortable. Lakini another sign ambayo is very important, yani wakati ukiwa unaangalia mbele, siku ya harusi unaiona, lakini kubwa unawaza the bigger picture. You're thinking of the wedding, yes, but you're planning the marriage life kwa namna ambayo kila unachokiwaza ni nini kinakuja baada ya nimeolewa, nini kinakuja baada ya nimeoa, ni Mungu akinipa watoto itakuwaje, finances zangu na za mwenzangu tunaziunganishaje, uwezo wetu wa pamoja tunainuanaje. Yani hapo ndio kweli umefika ile point ambayo kwa kweli huhitaji kuambiwa. You don't even need to come to Auntie Sadaka ili aweze kukuambia kwamba my dear, now is the time you need to do 1, 2, 3, 4. Hapana. It feels automatically, it feels kwa sababu you matured enough, akili yako imesimama vizuri, and your feelings are ready for this new person. Anaweza akawa sio new, lakini ni mtu ambaye tayari umemzoea na maisha yenu yamesha synchronize. At this point, unajuaje kama this is my time na huyu ndio mtu mwenyewe?
Relationship is deep. Relationship sio ya utani. Umeshajenga to trust this person. Umeshajenga to trust the person with your finances, with your heart, with your everything. Yes, your heart is there na huyu mtu, na unaamini kabisa maisha yangu yatakuwa salama na huyu mtu. Mkiingia kwenye mtafaruku, mnao uwezo wa kuresolve issues zenu and become much stronger kuliko when matatizo yametokea. Na hapo you're ready to plan together. Yani automatically unajifeel umimi umeondoka. Most of the time you talk about us. Ni kwamba your feelings, your matamanio and everything in you imeanza kusynchronize na kudance muziki wa huyu ndio my life partner. Alafu pale ambapo utakapokubali mwenyewe kwa nafsi yako kwamba I'm not losing myself, lakini I come to realize kwamba my life will never be selfish life anymore. I'm going to share the bed, the usingizi. You will share usingizi. You will share chakula. You will share everything with your partner. Ukifika hiyo point to realize that, hiyo inakuja so involuntary. Naomba nikwambie, hailazimishwi. That feeling of readiness hailazimishwi. Wanangu, nakutakia kila laheri. Ukifikia hizi 4 signs nilizokuambia, trust me, go.